Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, moja katika mapokezi ya mafundisho yake na taaluma yake, Mtume sallallahu alaihi wasallama anatufundisha vitu vitatu. Moja, anachotufundisha katika hadithi yake anasema, ittaqullaha haithu ma kunta, kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote utakapokuwepo. Jambo la pili, wa atbi' sayyi'atan hasanatan tamhuha, unapofanya kosa basi fatisha jambo jema ili liweze kufuta hilo kosa. Hii ina pande mbili. Katika maisha ya kawaida tunaishi na watu ambao tunawakosea, kwa sababu ni binadamu na hakuna binadamu aliyekamili na mkamilifu. Maana yake kukosea ni sehemu ya ubinadamu. Hivyo unapomkosea mwenzio, unapomkosea rafiki yako, unapomkosea jirani yako, una wajibu wa kumuomba msamaha na kumtaka radhi, ili kile utakachokifanya kinarejesha mapenzi na mahusiano yaliyovunjika. Lakini pia upande wa pili ni pale ambapo unapohisi umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una nafasi ya kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha ili akusamehe, kwa sababu unapokuwa ni mwenye kufanya istighfari na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, unarudisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwako wewe, na unarudisha Mwenyezi Mungu kukutazama kwa rehema na huruma. Lakini la tatu na la muhimu ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, uishi na watu kwa tabia njema. Hakuna mafanikio ya mtu yoyote duniani isipokuwa kuna mtu nyuma yake kwa namna yoyote ambayo mtu huyo amechangia mafanikio hayo. Hivyo unapaswa kuishi na kila aina ya mtu pasipo kumkejeli, pasipo kumdharau. Uishi naye kwa wema, uishi naye kwa kutekeleza yale ambayo yatakuwa ni mazuri wewe kumtekelezea mwenzio, ili na yeye aweze kukupa fursa na nafasi ambazo zinazopatikana pale utakapohitajika wewe katika nafasi hizo. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa haya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.